wana nyumba aminifu. Tazungumza na Pasco Maziku, tazungumza na Melania Maziku pamoja na Agnes Romi. Naitwa John Olivet Libongi, niliye mdogo kati ya wadogo wote. Nikwambia falsafa ya ufagio ni unyenyekevu. Karibu tuungane mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki, na kisha basi kukualika kwa sala, ambapo nimwalike sasa Agnes au Melania, tufungulie kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Na msikilizaji, na kwa sala hiyo basi ndio tumeanza kipindi chetu hiki cha nyumba aminifu. Juma lililopita, kama unavyokumbuka msikilizaji, tulizungumza na Paulo Mfungahema pamoja na Pasco Maziku, lakini kwamba leo timu imeongezeka. Nini zaidi basi nimwalike Pasco atufanyie marejeo kwa yale ambayo tumezungumza katika juma lililopita, na kisha basi atualike kwa yale ambayo yatakayofundishwa siku ya leo. Ndugu yangu, chukua daftari lako na kalamu yako, basi pata nafasi ya kusikiliza kipindi hiki. Karibu sana Pasco. Asante sana. Basi msikilizaji wa Radio Tumaini, wiki au juma lililopita tulikuwa tunaendelea na eneo la msingi. Tuliongea kwamba msingi wa maisha, msingi wa nyumba ni Mungu mwenyewe. Lakini tukaona kuna changamoto nyingi sana ambazo zinawafanya watu wanamuasi Mungu, watu wanamwacha Mungu hata kama wanajua kwamba wao wenyewe, mali zao na kila kitu vyote, kwanza anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu, lakini watu bado wanamuasi Mungu. Tukasoma Zaburi ya 24. Lakini tukasema changamoto sasa ni zipi? Tukatoa changamoto nyingi tu, zikiwemo watu kupenda mali, mambo ya ushirikina, tukaongea masuala ya utitiri wa madhehebu inawachanganya watu, wanaanza kutoka katika reli, wanatoka katika njia iliyo sawa sawa, wanaanza kupotoka. Lakini tuliongea pia maeneo mengine yakiwemo sasa hivi utandawazi, mchanganyiko wa masuala mbalimbali ambayo yanaendana na teknolojia. Kwa hiyo watu wanaweza kufika mahali wakaanza pengine hata kumsahau Mungu, wakijiona kwamba wana uwezo sana kwa sababu ya uwezo wa masuala ya teknolojia. Sasa hivi tunaona kuna watu wanaanza kuona wanaweza kupata watoto kwenye test tube. Kwa anasema kumbe unaweza kuzalisha tu kwenye tube kupata mtoto. Kwa hiyo Mungu huyu nini? Unaona? Kwa hiyo tukaona sababu nyingi mbalimbali. Lakini tukasema juma hili sasa, yani siku hii ya leo, tutakwenda zaidi. Baada ya kuona hizo changamoto zipo nyingi tu, sasa tukasema hebu tuone sasa wito Mungu anayetuita huyu katika huu msingi. Huu msingi unamfanya mtu sasa ajenge nyumba yake. Wewe umeitwa katika wito fulani, umeitwa katika wito fulani, katika wito fulani. Sasa unajenga wito wako ni upi ili uendane sasa na mipango. Tulikasoma Yeremia sura ya 29 aya ya 11 hadi ya 15 kwamba Mwenyezi Mungu ndio anayejua mipango aliyotupangia, ndio anajua mawazo anayotuwazia, anatuwazia mambo mazuri. Sasa tunajenga naye. Melania tunajenga naye kwa kweli. Kama tulivyosema kwamba leo tunaongelea kuhusu miito. Tunajua kwamba kuna miito ya aina mbalimbali, lakini kuna miito mitatu mikuu ya maisha ya kipekee, kama vile daraja takatifu, watawa wa kike na wa kiume, kuna wanandoa. Lakini sisi wote walei wa Kristo wabatizwa tunapaswa kushiriki kazi zilizo kuu tatu za Kristo mwenyewe, ambazo ni ukuhani, unabii, ufalme. Tukishiriki vizuri, tutaweza kuinjilisha vilivyo katika jamii zetu na hasa katika familia zetu. Tunaambiwa maisha yoyote yaliyo mazuri ndani ya jamii na taifa kwa jumla huanzia nyumbani, huanzia ndani ya familia. Kwa sisi kama walei tunapaswa kuinjilishana kwanza ndani ya familia zetu, then tutoke katika jamii yetu ili tupate kile kilicho bora kama vile Kristo mwenyewe anavyotamani au alivyo.
tuwe wanyenyekevu, tujinyenyekeze kwake ili tuweze kuwa familia iliyo bora. Ndio. Tunarudi kwako kwamba sasa nafikiri tunaweza tukaanza kuangalia hii miito, kuangalia wito wa walei na miito hii mingine ambayo kama Melania alipotoa. Ndio, nimeona hapa Melania ametufungulia vizuri na kutuambia kwamba kuna nini katika ubatizo. Leo ufalme, ukuhani na unabii. Ndio. Katika tunasema ofisi tatu. Agnes, sisi tunashiriki vipi hapa katika miito mitakatifu kwa leo? Katika miito mitakatifu, labda nirudi nyuma kidogo. Kwanza miito hii hujengwa na inajengwa kwenye muundo fulani wa kikanisa ambao unaitwa Ecclesia Domestica. Ni kanisa dogo. Ukiangalia katika katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1656 utaona kwamba ujenzi wa kanisa unapelekea wale wanakanisa au wale wabatizwa kuishi kwenye misingi ya kiimani ambayo baadaye itapelekea mwelekeo wa kimaisha unaompendeza Mungu. Sasa tunaposhindwa sasa kuwa na ili kanisa dogo pale nyumbani vizuri, hatuwezi kuwa na miito mizuri. Alichosema Melania, ukiangalia katika mtaguso wa pili wa Vatikano namba 917 amezungumza juu ya hivyo vyeo vitatu: kuhani, unabii na ufalme. Na hivi vyote tunashirikishwa kama wabatizwa, awe baba mtakatifu, awe askofu, mimi wa kawaida kabisa huku chini. Lakini ukiendelea kusoma katika mtaguso ule mahali pale anasema ni ili kuhubiri Injili. Sasa huyu mtu ambaye hakujengwa vizuri katika misingi ya kanisa dogo la nyumbani, anawezaje kufanyika habari njema? Ni ngumu sana. Kwa hiyo tunapozungumza na wazazi wajue hili pia kwamba hawa tunaosema singine yote. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia watoto hawa ambao tunataka wachukue nafasi, ukiangalia katika mtaguso wa pili wa Vatikano namba 961 anasema kwamba watoto nao wana nafasi zao, ni mashuhuda wa Kristo kwa wenzao na ni kama watalelewa na kupewa nafasi. Na namba 962 anaeleza, anasema wazazi hawa wajenge urafiki na mahusiano ya karibu katika mtaguso wa Vatikano ili waweze kuwasaidia watoto. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya miito mitakatifu kama nyumba aminifu, tunazungumza juu ya familia ya baba na mama. Je, inasali pamoja? Wanazungumza pamoja? Wanapanga pamoja? Wanaheshimiana? Baba anamheshimu mama, mama watoto wanajifunza. Mwingine anasema mimi natamani kuwa kama baba, natamani kuwa kama mama. Baadaye anapata ndoa nzuri, na ndoa ile inakuwa na malezi mazuri, utapata mapadri wazuri, masista wazuri na hata mtangazaji mzuri. Nashukuru sana. Kwa hiyo naona Pasco kwamba msingi mkubwa wa walei na yule ambaye mdarajiwa ni sakramenti ya ubatizo, msingi mkubwa. Sasa leo tunaingia kwa walei, ndio? Ndio. Karibu tuendelee. Sasa utaona kama alivyosema hapa Agnes kwamba hawa walei huku tunakoshiriki, ushiriki wetu kama wabatizwa, kwanza tunashiriki vipi ukuhani wa Kristo? Kwa sababu huu ukuhani wa Kristo ambao upo kwa ajili ya kueneza habari njema, uko kwa ajili ya kutakatifuza malimwengu, uko kwa ajili ya kulichunga hili kundi, taifa la Mungu, kulipeleka katika malisho mazuri ili siku moja tufike mbinguni. Sasa wewe mlei mwenzangu, acha hawa hapa kwa mafuta ambao na wao tutakuja kuona wito wa daraja kama alivyosema Melania. Lakini sisi walei kwa ubatizo wetu tunaposhiriki hizo ofisi kama makuhani, tunatarajiwa tuwe mifano mizuri kama mashuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu unabatizwa na kipaimara juu, basi unakuwa ni shuhuda wa Kristo. Ushuhuda huu unakuwa kwenye nini? Ushuhuda huu unakuwa katika maisha yetu mazuri ya Kikristo. Kwa hiyo kuwa ni mifano ya maisha ya Kikristo ambao tunashiriki maisha ya sakramenti, maisha ya jumuiya, maisha ya sala, maisha ya ushirika pia, kama ni elimu ya uzima, elimu ya kawaida. Haya yote yanatusaidia tuanze kuona kumbe tunachokitafuta ni kumjua Mungu, kumpenda, kumtumikia, tufike mbinguni. Kwa hiyo huu wito sasa kama makuhani na sisi tunashiriki hapo, tunatakiwa tusaidiane, tuanze kutakatifu-zana. Kwa hiyo unaanza na familia au kanisa la nyumbani kama alivyosema Agnes. Na labda pengine Maziku, napozungumza juu ya sakramenti hiyo ya ubatizo na wito wetu sisi walei, kwamba tumeona kama vile sura ondoka iwekaje,
kwa sababu unaposema kuhani, mtu anasema kuhani, ni kuhani padri bwana. Ndio. Sio. Ukisema nabii, manabii manake unajua maaskofu ni manabii, nafasi ya mitume. Sawa sawa. Na ukisema ufalme basi ule ufalme ambao wa Kristo mwenyewe. Ndio. Labda katika unaweza kaifafanua vipi katika kila mlei aweze kuelewa katika position yake, katika position yake. Tunasema katika hizo ofisi tatu. Ndio, kwa ubatizo. Kwanza ubatizo unatusaidia nini? Ubatizo unatufanya kwanza tuwe wana wa Mungu. Kadiri ya Injili ya Yohani sura ya 1 aya 12 hadi 14, kwamba wote waliompokea wafanya kuwa wana, lakini tunafanya kuwa wana wa kanisa. Na kanisa ni mwili wa fumbo wa Kristo. Nataka uunge hapo uweze kuona ule ukuhani wa Kristo sisi tunaushiriki vipi. Kwa hiyo kama wewe unakuwa ni sehemu ya mwili wa Kristo ni kwa ubatizo, ina maana wewe unakuwa ni Kristo mwingine. Kwa nini? Kwa ubatizo unavua utu wa kale. Ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Kolosai sura ya 2 na sura ya 3 aya ya 1 na kuendelea, utasikia sisi tumezikwa na kufufuka na Kristo. Halafu kwa ubatizo tunavua utu wa kale, tunavaa utu upya. Sasa hiyo hali ya kuvua utu wa kale na kuvaa utu upya ina maana unamvaa Kristo. Kwa hiyo katika kumvaa Kristo unakuwa ni Kristo mwingine, na kwa sababu hiyo unakuwa na wajibu wa kwanza wa kuwa kuhani, kwa sababu Kristo ni kuhani. Kwa hiyo unashiriki utume wa Kristo, na kwa sababu hiyo ukienda kwamba mimi kama mbatizwa naposhiriki napoutumikia huu ubatizo wangu kama shuhuda wa Kristo, ina maana nitakuwa nakwenda kama nuru. Ndio maana siku ya ubatizo mtu anapewa pia mshumaa, katika maana ya kutembea katika mwanga. Kama mwanga. Kwa sababu gani? Kristo alisema mimi niwapo duniani ni nuru ya ulimwengu. Injili ya Yohani sura ya 8 aya 12 na Injili ya Yohani sura ya 9 aya 5. Sasa anatualika na sisi, ndio maana akaisema yeye mwenyewe kwenye Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 13 hadi 16 kwamba ninyi pia sio tu chumvi, ni nuru. Kwa sababu hiyo mimi ninapokuwa mbatizwa nimekuwa nuru. Kwa hiyo tunasema kuhani yeye ni nuru, kwa sababu anaangaza wale anaowaongoza. Yeye sio kipofu, kwa sababu ni nuru. Ina maana wale watu wote wataona ile njia, kwa sababu Kristo ni njia, kweli na uzima. Injili ya Yohani sura ya 14 aya 6. Sasa ndio nasema kumbe mbatizwa ni mtu mkubwa sana. Yaani sio hivi. Hasa watu tunacheza na ubatizo. Kumbe wewe umepata ubatizo, unakuwa Kristo mwingine, kwa sababu nao umeshiriki ni nuru. Wewe ni chumvi, wewe ni njia, kweli na uzima. Na hapo wewe sasa unatakiwa ukawahubirie. Ndio maana Kristo anaanza kazi yake kwenye Marko, tuko katika mwaka B sasa. Marko sura ya 1 aya 15 anaanza anasema tubuni na kuiamini Injili. Kwa hiyo sisi sote tunakuta kama wabatizo tumeitwa na sisi wenyewe kwanza kutubu, lakini pia kuwasaidia wengine, tuwahubirie wengine waweze kuiamini Injili, na kwa Injili hiyo ndio watu wanaweza wakaokolewa. Kwa hiyo uweze kuona kwamba kumbe kwa ubatizo huo sisi wote tunashiriki ukuhani wa Kristo kwa ubatizo. Kwa maana hii tunaalikwa pia sisi kuwa wachungaji, kuwa wahubiri, kuwa wamisionari kama walei, na kumpeleka Kristo kwa wenzetu. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nashukuru sana. Melania, karibu. Lakini pia sisi kama walei katika nafasi ya ufalme tumebatizwa. Tunapobatizwa tumepewa nguvu mpya kama watawala. Ufalme ni utawala, kwamba zile dhambi ambazo tulikuwa nazo za asili, lakini pia hata dhambi nyingine, tunapewa nguvu wa kuweza kuzikanyaga zile dhambi, kuweza kuvuka vikwazo mbalimbali na kuwa shuhuda imara wa Kristo. Kwamba mimi sasa ni ufalme wangu katika Ukristo wangu kama mbatizwa, na simama kifua mbele kuonyesha au kuwa shujaa kwa kuhakikisha watu, kuwaaminisha kwamba Kristo ndiye. Lakini ninaposema nirudi nyuma, ina maana nakiri udhaifu. Mimi ni mfalme, ni mtawala, na paswa nisikubali kukiri udhaifu, nisonge mbele mimi kama mlei Mkristo mbatizo. Ndio, nashukuru sana Agnes, una mchango wote kwa hilo. Na nizungumze tu niongeze tu kidogo kwa haya ambayo wenzangu wameshasema juu ya ukuhani, unabii na ufalme.
nikiangalia kwa habari ya ukuhani, hata ukienda kwenye ibada, shida ya maisha yetu ya kikanisa na kiibada, hatuzingatii yale yanayosemwa pale mimbarini. Lakini utaangalia kabisa, kama unafuatilia vizuri, utasikia pale anasema salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe. Ina maana kwamba tunashiriki kwenye kutoa sadaka pamoja na kuhani, kwamba wewe lazima uwe na kitu unapeleka mbele za Mungu wakati anaponyanyua Yesu wa Ekaristi namna hii. Tunatoa wote kwa pamoja. Shida yetu ni kwamba tunaona kwamba yule ni padre, sisi ni wasikilizaji, na kwa kama watazamaji kwenye ibada. Lakini tungekuwa tunafuatisha, tungejua ukuhani wetu uko wapi, kwamba tunatoa sadaka. Na ukija kwenye maisha ya ndoa, kwa kweli hata wakati mwingine kama mama unahitaji kutoa sadaka kwa ajili ya mwenzako, kwa ajili ya Kristo. Wakati mwingine kuna mambo mengine hayaendi, unakuta mwenzako labda yuko juu, wewe unatoa sadaka ya kukaa kimya. Kwa hiyo tunashiriki ukuhani huo kwa kutolea sadaka. Maisha ya Kristo, maisha ya Mkristo yote ni sadaka. Kwa hiyo wewe lazima ujiulize tangu asubuhi, nimefanya sadaka gani kwa mwenzangu? Nimefanya sadaka gani kwa kanisa? Unajiuliza haya yote, ndipo unapoanza kuishi ule ubatizo wako. Ukija kwenye swala la unabii, tunaona kwamba mwanadamu anaponena vitu anaumba pamoja na Mungu, sababu tumefanywa punde tu kidogo na Mungu. Kwa hiyo tunaponena, kwa mfano ukawa na mtoto pale nyumbani, ukamuita mbwa, anaweza kuwa na tabia za kimbwa tu. Ukamuita mwizi, anaanza kubadilika na kwa basi kama baba amesema mwizi wacha niwe. Kwa nini? Kwa sababu anasema kwamba hamjui kwamba vinywa vyenu vinaweza kuumba. Kwa hiyo sisi tunaumba pamoja na Mungu. Kwa nini? Kwa maneno yale ya unabii, tukijitamkia mambo mema, tukiwatamkia watoto wetu mambo mema, tukiwatamkia makuhani. Unajua kuna saa nyingine unaenda kwenye parokia, padre anaamua kuwa mkali. Kwa nini? Kwa sababu gani? Hakuna anayemtamkia maneno mema. Lakini tukimtamkia mambo mema, ukimtamkia mtu mambo mema, anakuwa mwema kwa ajili ya ule unabii ulioweka ndani ya mtoto au huyo mtu. Lakini tukija kwenye swala la ufalme kama wabatizwa, tunaangalia katika kitabu cha Mwanzo sasa, Mwanzo 1:26, napenda niseme haya maneno. Anasema na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu, akatawale. Ina maana sisi kwa asili ni watawala. Mfalme maana yake ni mtawala. Kwa hiyo kwa njia ya ubatizo, unapobatizwa katika jina la Baba, katika jina la Mwana na Roho Mtakatifu, tayari unashiriki vyeo vitatu na unakuwa unaumba pamoja na Mungu. Unatoa sadaka kama Mkristo, maisha yetu ni sadaka, lakini wewe ni mtawala. Ndio maana inasikitisha, unakuta mtu anatawaliwa na simu, anatawaliwa na watoto. Mimi nimeenda kwenye familia, mtoto ndo jamani, baba anaomba, baba anamuomba mtoto, naomba niangalie taarifa habari Joket. Wewe ni mtawala katika ile eneo ambalo Mungu amekupa. Au unakuta umefika pale kama mgeni, baba anasema huyu nafikia anapopenda katuni, hawezi kutupata remote tuangalie. Hatuna utawala. Baba si mtawala katika nafasi yake, mama anapoteza. Lakini kwa asili sisi ni watawala. Lazima tujue kutawala hisia zetu, tujue kutawala kazi, tujue kutawala kila kitu ili maisha mengine yaendelee. Ndio, bila shaka msikilizaji atakuwa amepata vizuri kwa kudadavua jambo hili. Maziku, karibu tuendelee. Ndio, labda niongeze hapa kwenye hili eneo hasa la maisha ya ukuhani wetu kama wabatizwa. Sisi walei tunashiriki, amesema dada Agnes hapa kwamba kama sehemu ya kuhani ni mtu anaiga maisha ya Kristo. Maisha ya Kristo yako maisha ya kujisadaka, na yeye ndio alitoa sadaka kamili. Sasa sisi tunatoa sadaka zetu tukiiga sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na sadaka yetu itakuwa wapi? Sadaka yetu itakuwa katika maisha ya kushika maagano yetu. Kwa mfano kama ni wanandoa, maagano yetu ya ndoa, kadiri tunaposhika zile ahadi zetu vizuri za ndoa, ni sehemu ya sadaka. Kadiri ambavyo tunakuwa mifano kwa wengine, ni sehemu ya sadaka. Kadiri ambavyo tunatimiza wajibu, baba anatimiza wajibu wake katika familia, mama anatimiza wajibu wake katika familia, watoto pia na wenyewe wana wajibu wao katika familia. Kila mmoja anapotimiza wajibu wake, ni sehemu ya majitoleo sadaka. Kwa sababu mzaburi, ukisoma Zaburi ya 50 aya ya 14 na kuendelea, anaongea juu ya shukrani, kwamba ni shukrani mtu ambapo anazishika nadhiri zake. Ni shukrani kwa Mungu. Kwa hiyo tunatoa shukrani kwa Mungu kadiri ambapo tunaishi vizuri, tunaishi kadiri ya mpango wa Mungu. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni sehemu ya ukuhani wetu, kwamba nasi tunataka tushike maagano, kwa sababu Kristo ambaye ana ufalme mabegani kwake alikuwa tayari kufa msalabani ili kuukomboa ulimwengu,
ili kutukomboa, ili sisi watu tujue kwamba kweli Mungu anatupenda. Kwa hiyo na sisi majitoleo yetu yawe wapi kuonyesha kama tunampenda Mungu? Ni kwa kushika yale maagano yetu, lakini pia kwa kushika amri zake, kushika amri za kanisa, kutii wenye mamlaka katika kanisa. Inakuwa ni sehemu ya majitoleo yetu na inakuwa ni sehemu ya sadaka ambayo inamfurahisha Mungu, kwa sababu ukisoma Zaburi ya 51 aya 17 inasema ni moyo tu ule uliovunjika na kupondeka, huo hata Mungu haudharau. Kwa hiyo tunahitaji tuonekane kwamba kwetu tunashiriki ukuhani wa Kristo katika unyenyekevu wetu, katika upole wetu, katika hekima, lakini pia katika utii kwa wenye mamlaka. Tunawatii maaskofu wetu, tunawatii mapadri wetu. Tunapowatii wenye mamlaka katika kanisa, inakuwa ni sehemu ya majitoleo yetu, na hapo Kristo anasema hii kweli, yani hata Mungu hawezi kudharau, kwa sababu sehemu ya utii. Kristo mwenyewe Wafilipi sura ya 2 aya ya 1 mpaka ya 16 anasema alijinyenyekeza akawa mtii, na mtii mpaka mauti ya msalaba. Kwa hiyo inatuonyesha hivyo kwamba kumbe na sisi tunaweza tukashiriki huu ukuhani wa Kristo katika utii wetu, katika unyenyekevu wetu. Na Mtume Paulo, labda nimalizie hapo ni wachene wenzangu, kwamba Mtume Paulo anatualika tuchukuliane mizigo, kwamba kwa Wagalatia sura ya 6 aya ya 1 mpaka ya 5 anasema chukulianeni mizigo, na mkimwona mtu mwingine amepotoka, amekengeuka, naenda huko na huko, anasema fanyeni hivyo kwa upole na unyenyekevu, msaidieni huyu, mwelekezeni njia. Ukisha mwelekeza ni sehemu ya kumchukulia mizigo, kwa sababu Kristo katika ukuhani wake anaalika kila mmoja. Anamwalika kila mmoja, anasema haya njooni kwangu wote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Mathayo 11 aya 28. Sasa na sisi kama makuhani kwa ubatizo tunaalikwa na sisi tuwaalike wenzetu. Baba mwalike mkeo, mke wangu njoo kwangu, tulia kipenzi changu, sio na wasiwasi, mimi nikuchukulie mizigo. Kama una mizigo ya dhambi, una mizigo labda matatizo, huna raha, huna nini, mimi nikusaidia kukupeleka kwa Kristo, kwa sababu Kristo yeye ndo anasema mzigo wake ni mwepesi na nira yake ni laini. Kwa hiyo hicho ndio kinafanyika. Mama naye anamwambia mume wangu, unahangaika wapi? Njoo kifuani kwangu mume wangu, tulia hapa, sio huku makengine michepuko zinani. Unahangaika, tulia hapa, mimi nikuchukulie mizigo. Unahangaika nini? Unateseka, umekerwa kazini, kwenye biashara huko, kwenye genge, si wapi huko, kwenye mifugo, unapata shida, njoo kwangu. Kwa hiyo unashiriki ukuhani wa Kristo katika kuwapunguzia wengine matatizo. Unawasaidia wewe, unayapeleka kwa Kristo. Kwa hiyo kwa namna hiyo ndivyo ambao tunaweza kunashiriki kweli ukuhani wa Kristo, na hapo sasa tunaweza kuwa watawala, tukatawala kwa kuishinda dhambi. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Nashukuru sana, manake usema kuchukuliana mizigo hapo. Agnes alikuwa aniangalia. Manake usema nikachukua mizigo mwingine. Dr. Kumbe anachukua mizigo na mikopo. Changamoto ni kwamba tuwe na upendo. Mtu anapokuchukulia mizigo, basi hata umtie moyo. Umwambie asante, umwambie pole. Kuna mambo machache unajua katika kuchukuliana pekee yetu hatuwezi. Lakini katika kusaidiana kama wanafamilia, lazima kutiana moyo. Kwa mfano, unakuta mtu ameingia katika wito, amejinyima kila kitu, ameingia katika wito fulani ili amtumikie Mungu, lakini hakutani na neno la shukrani. Padre anahubiri vizuri pale, hakuna hata mmoja anayesema baba leo tumebarikiwa. Sasa anajiuliza, anakaa kwenye dunia yake mwenyewe, wito ni sahihi au nimebahatisha? Mbona sioni ule mwangu? Unajua Kiswahili sasa kama sijui kama ni Kiswahili kizuri, wewe mwangu, yani vile unaofanya upate response ya kwamba yani kufanya. Umeoni baba akimwambia mama you are good, umesema si mpenzi na nini, hayo maneno hayasikiki. Sasa tunaposema kuchukuliana mizigo, jamani, ili isiwe mizito, tutiane moyo ili kufika huko tunakotaka kwenda, kwa sababu haya ni maisha ya hija. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya 36 anasema Daudi akiisha kutumikia kusudi la Bwana alilala. Sasa wote tunaelekea huko, lakini tusaidiane hapa kwenye kusudi. Tukishindwa kuliishi kusudi la Mungu ambao ndio wito sasa kimsingi tunaozungumza, tusaidiane. Yani wewe nisaidie mimi kama Agnes nitulie kwenye ndoa yangu. Yani kwa pengine hata kwa kunitongoza ili usiniingize kwenye nini, usinihamishe kwenye wito wangu. Yani wewe kila mtu acheze nafasi
yake ya ukuhani, unabii na ufalme. Tunalindana ili kuhakikisha kwamba tunafikia nini? Lile lengo kusudiwa. Yaani kila mtu amsaidie mwenzake, tutiane moyo, tulindane. Ukiona mwenzako anakengeuka, kaka Pascal anasema mrejeshe kwa upendo. Ni sawa katika wito hapa na hapa, mwenzako anaweza ukaona huyu yani ukamnenea maneno mabaya sababu unamwona haendi sawa sawa na wito wake. Lakini ukweli ni kwamba lazima kujiuliza nini mchango wako katika mwenendo wake. Na ndio maana tunaambiwa miito yetu inapaswa iwe sehemu ya kutuletea amani, furaha na upendo siku zote. Kwa sababu lengo letu ni moja, tuweze kusaidiana kufika mbinguni, tuweze kumjua Mungu. Sasa kama hatuleteani upendo, kama hatuleteani amani, kama furaha haipo, inakuwaje? Kwa hiyo lazima tuweze kujitambua sisi wenyewe ili tuweze kusonga mbele. Ndio, nashukuru sana Pascal unapozungumza nyumba aminifu, unapozungumza juu ya wito kwa mwana nyumba aminifu, ambapo siku tukiangalia sakramenti ya ubatizo ambapo basi tulifanya sote tukawa kama kwa mlei. Labda tuangalie katika nyumba aminifu nini ambacho pengine mwana nyumba aminifu amesikiliza vizuri uchambuzi hapa umeendelea vizuri kwamba nini aweze kukifanya. Maana najua kwamba wewe unapozungumza hapo kuna watu wana majeraha kwa hayo ambayo amezungumza. Melania amezungumza kwamba juu ya sakramenti wito wa ndoa kwamba mwingine ameingia pale kwamba tumefanana au sio, nitaka nipate zawadi na ni, lakini kama unakuta sasa kuna mambo mengi. Kuna mtunzi mmoja wa muziki mtakatifu alitengeneza maneno fulani anasema gusaneni majeraha, na kweli kuangalia kwamba kuna majeraha mengi hapa angesema kuchukuliana mizigo. Kwa hiyo labda pia kwa hata kukusana majeraha, labda nini ambacho tunaweza tukamwambia mwana nyumba aminifu kwa wakati huu kupitia mada hii ambayo tunazungumza? Ndio, ni muhimu sana. Kwanza tukumbuke kadiri ya mafundisho rasmi ya kanisa kwamba kwa ubatizo bado kwamba mwingine anaweza kaja akaanza kutenda dhambi baada ya ubatizo, kwamba majaribu yapo na watu tunatenda dhambi. Na waraka wa kwanza wa Mtume Yohani kwa watu wote, ile sura ya kwanza hadi ya 8 anasema wote ni wadhambi, tunatenda dhambi, na mtu akisema hana dhambi anajidanganya, tena anafanya hata na Mungu muongo. Unaona? Sasa kwa sababu tunaweza kunatenda dhambi katika hali hiyo, tukumbuke kwamba Bwana wetu Yesu Kristo tena baada ya ufufuko aliamua kuweka sakramenti ya kitubio. Sakramenti ya kitubio, watu kuondolewa dhambi ili aendelee kumfanya mtu huyu mtawala, kumfanya huyu mshindi. Injili ya Yohani sura ya 20 aya 21 hadi 23, Kristo aliwatokea mitume baada ya ufufuko. Akatokea mitume kwa kwenye chumba cha juu, akawaambia amani kwenu. Asema kama vile Baba alivyonipeleka mimi, nanyi na wafanya wa misionari, na watuma ninyi na wapeleka ninyi, pokeeni Roho Mtakatifu. Injili ya Yohani sura ya 4 aya 24 inatuambia Mungu ni Roho. Kwa hiyo anawapa mamlaka ya kimungu hawa makuhani. Anawaambia pokeeni Roho Mtakatifu, wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Kwa hiyo kumbe tuna nafasi sasa sisi kama walei, ikitokea kama hivi mmekwaruzana, kama anavyosema hapa mtangazaji wetu Rivet hapa Ribonge, anakuambia hapa kuna watu wana majeraha, maumivu, usikae na yale majeraha, yaondoe. Kuna sakramenti ya kitubio, kuna msamaha, kwa sababu katika zile hatua 5 kwa haraka tu kwamba lazima uone ubaya kwamba inawezekana kwa sababu ya dhambi zangu ndio maana mwenzangu anaumia, hana raha, hana amani katika familia yetu. Inawezekana kwa dhambi zangu ndio maana hata familia haisongi mbele, biashara ziendi na nini. Kwa hiyo mimi sasa naamua sasa dhambi basi. Hatua ya 2 kwamba unaamua kuziacha dhambi. Hatua ya 3, msameheane, kwamba basi sameheaneni, nisamehe mke wangu, maana naona sasa hivi hata maji ya kunywa unywi, chakula unasema jamani mimi kuleni tu, mimi naona si nini, kumbe maskini una machungu moyoni, umekataa chakula, unaona hapo ndio unaanza kufa. Ndio hapo unaanza kufa. Basi samehe, mwambie inawezekana mke wangu unakosa appetite, unakosa hamu kwa sababu ya madhambi yangu na kukwaza, mke wangu nisamehe. Mnamaliza, mnasameheana, afu nenda sasa mtafute padri, muombe Mungu Roho Mtakatifu akusaidie hizi dhambi zote. Nenda kwa padri, ungama dhambi zako zote. Ukishaungama fanya malipizi, sasa kapokee Ekaristi Takatifu na kwa Yesu mwingine. Ukirudi mke wako, mume wangu karibu la, yani anakufurahia kwa sababu unakuwa Kristo mwingine, kwa sababu unashiriki Ekaristi. Tunasema katika komunio takatifu, na sisi tunafanya Mungu
Maana yake padri amefanywa Mungu kwa ukuhani wake, na yeye anatufanya Mungu katika maana tunakuwa Kristo mwingine. Kwa hiyo unaingia unatembea kama Kristo, unaongea kama Kristo, unaringa. Unasema sasa si mimi tena, Galatia 2:20 Mtume Paulo alikuwa anasema sasa si mimi tena bali Kristo ndani yangu, na mambo kama hayo. Na hata kuishi kwangu sasa kufa ni faida. Unasema kwamba kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni faida. Wafilipi 1:21. Sasa haya yote yanakuwa yanasemekana hivyo mtu akiwa katika hali safi ya moyo na anampokea Kristo wa Ekaristi, anampokea katika moyo wake, anakuwa Yesu mwingine. Kwa hiyo hapo utakuta kama ni mama au ni baba, mtaona kabisa mambo ya maisha yanaanza kwenda vizuri. Kwa hiyo majeraha haya tusikae nayo. Unamwekea nani majeraha hayo? Yatoe. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Nashukuru sana Maziku, wakati unaongelea juu ya ile Injili ya Yohana pale juu ya dhambi. Ndio. Hakuna asiye na dhambi. Ndio. Wote tumetenda dhambi. Ndio waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza. Ni sehemu ambayo Injili ambayo inauma sana, hasa ukiwa kwenye mafungo. Unajua mnapokaa mwingine anasema mimi sija kutenda dhambi. Lakini kile kusoma nakumbuka wakati fulani tukiwa chuo. Ndio. Basi wala mafungo au kizima. Fika siku ya mwisho basi sehemu ya kuungama. Unajua hakuna sehemu ngumu kama ya kwenda kuungama. Lakini naomba padri yule pale yule rector namfahamu. Ndani wale marekta waunganishaji. Lakini inasomwa ile unajifikiria basi kwa kulainishwa na Injili wanaenda mwenyewe kuungama. Lakini naona kwamba ni kitu kizito ambapo kwa kinatesa sana katika nyumba aminifu. Ndio. Kama ulivyozungumza kidogo sakramenti ya upatanisho. Ndio. Wengi hawashiriki kwenye sakramenti ya upatanisho. Sio hukumu, lakini kwamba wengi hawashiriki, wengi hatushiriki kwenda kwenye, na hicho kitu ambacho kinatesa sana na kinasababisha majeraha kama tulivyosema katika kipindi chetu. Labda nilikomelania siwe hapa nazungumzaje. Ni kweli wengi wana hofu ya kushiriki hiyo. Hofu kwa nini? Hofu hiyo yawezekana mambo mbalimbali ambayo yanamsonga, anaona labda nikienda kwa baba, cha kwanza kama ulivyosema mwanzo, baba yule ananifahamu, atanijaji vipi? Kwa sababu tumeona kuna wengine wanaacha kushiriki kitubio hata mahalia, yani sehemu anayosali anaamua kwenda mbali. Lakini walau kwa huyo, kwa upande mmoja au mwingine, anajaribu kutafuta mbinu mbadala ya kuweza kushiriki. Lakini imani mbalimbali ambazo zipo sasa hivi, watu changamoto hiyo imekuwa inawasonga sana. Tunaanza kukatishwa tamaa kwamba kwa nini unaenda kuungama kwa padri? Yule si binadamu kama wewe. Yaani wewe unaacha ajue dhambi zako. Kinawafanya wengine wanarudi nyuma. Badala ya kutafakari na kukiri imani yake, kujua kwamba mimi msingi wangu wa imani katika kanisa Katoliki ukoje? Na nini uimara wa sakramenti hii? Kwa sababu yeye kama Mkristo mbatizwa Mkatoliki anapaswa kujua uimara wa kitubio ndani yake. Lakini imani nyingine hawezi kujua, na ndio maana anaipuuza au anaichallenge kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo wengine imekuwa ni hiyo kwamba wanashushwa au wanapunguziwa imani kutokana na madhehebu mengine. Lakini pia mwingine anaona nimeungama jana, sasa leo nirudi tena itakuwaje? Hebu ngoja nizilimbikize. Sasa kama aliungama jana, akisema ngoja nizijaze walau wiki, ataona bado ni mzigo, ataenda kuungama. Atakaa baada ya mwezi anaona ni mzigo tena. Sasa badala yake anaona sasa tena ni bora niache kabisa mpaka nitakapomaliza dhambi. Unajua ni lini utamaliza dhambi, na unajua wakati wako wa kuondoka hapa duniani. Wakati tunaambiwa tunapaswa kuwa tayari, kwa sababu sisi hatujui siku wala saa ambayo tutafariki. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na maandalizi yaliyo mema kila wakati. Tusijiangalie madhaifu yetu, tusione kwamba labda tunawasumbua mababa, lakini ni wajibu wetu kama Wakristo wabatizwa, wale ambao tumepata masakramenti yote, tunapaswa kuungama. Tujue kwamba ndio inatufanya tuishi vizuri tunapozitoa zile dhambi. Dhambi ni mapambo ya shetani. Ukiyatoa, ujue kwamba unakuwa na nguvu, kama alivyosema Pasco kwamba utatembea kifua mbele, utang'ara. Lakini kama utabaki na mapambo, ni wazi zile dhambi au ni shetani lazima ataendelea kukusonga, kwa sababu kila akija kwako akikutazama anaona yale mapambo bado yapo. Lazima ataishi na wewe siku zote. Ndio, lakini katika wito ule baada tukazungumza wito
ofisi zile tatu, je, inasisitiza hilo? Kabisa kabisa, kwa sababu zile ofisi tatu zipo katika kutusaidia kwanza tuweze kumjua Mungu vizuri zaidi. Unaambiwa kwa mfano unabii ni ule mtu kujiweka karibu na Mungu ili Mungu aweze kukutumia kama chombo chake kupeleka ujumbe kwa watu wake. Unaona, sasa huwezi kufanya kazi ya unabii kama hauko karibu na huyu anayekuita, kwa sababu ni nabii huwekewa maneno, huwekewa ujumbe na Mungu aupeleke. Tunasikia neno nani, Roho Bwana akanitokea hivyo. Unaona, kwa hiyo manabii wote watakia kinabii Isaya, kina Yeremia, kina nani, unakuta hata Bwana Roho Mungu akanishukia akaniambia hivi. Kwa hiyo unatumwa ufanye kitu fulani. Sasa huwezi kutumwa, ndio maana jambo moja labda muhimu kabisa, kwamba kwa miito yote unapoitwa, jambo la kwanza huwa ukae na yeye anayekuita. Ukisoma Injili ya Marko sura ya 3 aya 13, anasema Kristo aliwaita anaowataka wakamwendea ili wakae pamoja naye ili awatume. Kwa hiyo huwezi kutumwa kama hujakaa naye. Kwa hiyo utatumwa kuwa nabii kama unakaa na Kristo huyu. Alafu Kristo atakwambia sasa nenda kule, kama alivyowatuma wale 70, Injili ya Luka sura ya 10 aya ya kwanza na kuendelea. Wale 70 aliwatuma wawili, lakini amewatuma kwa sababu wamekaa naye. Hata hawa mitume baada ya kukaa naye, baada aliwapiga hata interview, wanawauliza hivi sasa watu wananiita mimi ni nani? Wasema wengine wanasema na Elia ni, asema okay. Petro aliposema bana wewe ndio mwana wa Mungu aliye hai, akasema safa, sasa wewe ndio sasa ni Petro, sasa na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa hiyo na maana unapokaa na Kristo unampa urahisi wa yeye sasa kukutuma, fanya hiki, fanya kile, fanya kile. Kwa hiyo tuna wajibu huo mmoja mkubwa sana wa kukaa na Kristo kwa neno lake, kushiriki maisha ya sakramenti, kushiriki maisha ya sala. Kuna sala ya kanisa, kuna kusali rozari, kuna mafungo, kuna hija na mambo mengine kama hayo ambayo yanatusaidia tuwe karibu na Mungu ili tumpe nafasi ya kututuma kama wamisionari. Tumsifu Yesu. Na ukiangalia katika Injili ya Yohana sura ile ya 15 aya ya 2 mpaka ya 3, anatutaka tukae kwake. Anasema kwa kukaa kwake sisi tutazaa sana. Kuna wimbo unasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Sasa unaona pale unapokaa ndani ndipo unapoweza kuzaa sana, kwa sababu wanasema garbage in garbage out. Kwa kile unachokiishi ndicho utakachokitoa. Kwa hiyo kama unataka kuwa na wito mwema, wito ambao utasadifu maisha ya Mungu mwenyewe aliyetuumba kwa sura na mfano wake, ni lazima kujifunza kukaa ndani ya Kristo, na zaidi sana kujitahidi sana katika kutunza mioyo yetu, kwa sababu anasema kwamba mioyo yetu ndiyo inayetunza, yani tuseme ndiko chimbuko la chemichemi ya uzima wote unatoka ndani ya mioyo yetu. Katika Mithali 4:23 anasema linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana ndiko zitokazo chemichemi za uzima. Kwa hiyo tunazilinda nini? Tunazilinda kwa neno la Mungu, tunazilinda kwa uhusiano na Mungu, tunazilinda kwa kwenda katika sakramenti ya kitubio, kujenga uhusiano binafsi na Mungu, kukaa karibu na Mungu ili yale tunayoyafanya yani kila anayetuona asema mimi nataka kuwa padre. Kwa nini? Kuna huyu mtoto, kuna padre amemuona, nataka kuwa baba wa ndoa. Kwa nini? Kuna mtu mmoja ameishi ubatizo wake, ukuhani, unabii na ufalme, akamvutia mtu mwingine. Ndugu zangu, mimi ninapata hofu sana. Kuna watu wengine hawataingia kwenye wito wote kwa sababu ya sisi tuliotangulia. Ndio tusipokuwa makini. Yani hatuvutii. Nani Agnesi? Ukirejea somo la pili barua ya Mtume Paulo, Dominika iliyopita anasema asiyeweza kuoa na sio ajishughulishe na mambo nini ya Kristo, ampendeze Mungu. Kwa hiyo unaona ni katika wito wote lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunarudi kwenye asili yetu, ambaye nia ya Mungu anasema na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu akatawala. Yani kulikuwa na mission, kulikuwa na mpango mkakati, sisi tufanane na Mungu, to be alike, tufanane. Sasa unamkuta mtu anaishi tofauti na ule ubatizo wake. Sasa ushindwa kujiuliza huyu Chotara, huyu Kichina, huyu Mkongo, huyu Mtanzania. Yani mtu anakuwa haishi kile ambacho amekiapa mbele ya kanisa. Unakuta hata katika hii kuungama, Melania amenikumbusha wakati anazungumza. Mtu mmoja alikuwa anaishi maisha yani
ya kufanana na ndoa. Unajua kuna ndoa, kuna maisha ya kufanana na ndoa. Yaani ni mtu na mke. Sasa akafika mahali hichi kipindi cha Pasaka cha maandalio, akaamua na yeye aende akaungame. Kwa hiyo amefika kwa padre. Padre anamfahamu huyu mtu hana sakramenti ya ndoa. Akamwambia, sasa wewe bwana, hujafunga ndoa, kwa nini umechukua hatua ya kuja kuungama? Sema nataka nizipunguze padre. Nataka azipunguze alafu ataenda. Mimi niliwahi kumuelewa padre mmoja baadaye sana. Huyu padre yeye habatizi mtu ambaye yani watu ambao hawaishi kwenye maisha ya ndoa. Anasema watoto hawa kama tulivyoona kwamba mtoto anapata tamko la kwanza la imani. Ukiangalia katekisimu ya kanisa Katoliki namba 1666, tamko la kwanza linatokana kwa wazazi. Imani inajengwa na wale waliomleta huyu mtu katika mazingira haya. Sasa yule padre alikuwa habatizi. Sasa katika kuchunguza, padre anasema mimi ninamleta mtoto katika utakaso. Baptizo ni kuzamishwa ili yani kwa nia ya kuondolewa dhambi ya asili. Sasa anasema hawa wazazi wanaishi katika maisha ya usuri au chumba sugu kama wanavyosema Waluguru au nyumba ndogo Waluguru wanasema. Sasa wanaishi katika maisha, mimi nambatiza mtoto ambaye haelewi, alafu baadaye nawarudishieni. Yani ni kama anasema ni kama nimechukua mtoto aliyedondoka kwenye shimo la mavi, nikamsafisha akatakata, alafu nikamrudisha kwenye shimo la mavi. Sasa mimi sifanyi hiyo kazi. Nyie ndeni kwanza mtengeneze ecclesia domestica, kanisa dogo la nyumbani. Tengenezeni mahali ambapo mtoto atakulia tamko la imani. Sasa ukuta msiniangalie mimi bwana, nyie fuateni, si nishawaambia nendeni kanisani, wewe unaenda njia nyingine. Hapana, ishi wito wako. Ndio, nashukuru sana msikilizaji. Basi kwa mafundisho haya pia tukualike, unaweza kushiriki nasi kwa 280444 na 0754000695. Piga simu yako endapo basi una swali, karibu uweze kuuliza, au kama una chochote cha kuchangia, karibu sana katika yale ambayo yamefundishwa siku ya leo. Pasco, kuna story moja, unajua kavi wenu kuna wale jamaa mteja wana story nyingi sana. Ndio. Wana story nyingi sana. Sasa kuna mmoja anasema bwana anaenda kuungama kwa padi. Sasa kitaka kuungama kwa padi, kila baada ya muondoza mzaa, kila kifika anaenda tena anarudia zambi ile ile. Unajua unajua mateja wanatumia nini? Kila kile sasa kafika wakati ambia padi kwa golfani, padri tumsifu Yesu Kristo, nimekuja kuungama. Zambi gani? Ile afanye kitu kile kile. Au mtu unaenda baada ya kusema dhambi yako unasema nimeteleza pale. Umeteleza sasa mwenzetu tumekanyaga ganda ndizi. Yaani unaona hakuna. Unajua katika toba tunayoizungumza lazima iwe na real metanoia. Yaani mtu akusudie kama mwana mpotevu katika Injili ya Luka sura ya 19 aya kwanza na ya 10. Azingatia, anasema alipozingatia akatambua kosa lake, ndipo alipoamua nitarudi kwa baba yangu. Sasa kuna watu wanakwenda kwenye sanduku la ungamo hawajazingatia, hawajakusudia kitu chochote moyoni. Kwa hiyo ndio hiyo unakuta mtu anasema nimeteleza, anachukulia simple tu, Salamu Maria 2 baba yetu moja. Sasa napata naye kama na shughuli nyingi tena na mko wengi, basi hata atoi kubwa. Kwa hiyo yani inakuwa kama ni kuchezea kitu ambacho kilikuwa ni cha faida yetu sana katika kuishi ubatizo wetu. Ndio, ngoja tumsikilize msikilizaji yuko hapo hewani tayari. Hello. Salama patron za Kigamboni. Nzuri kabisa malaza. Karibu sana. Asante sana. Mimi nataka kuchangia kwamba hii chote hilo ni kwa sababu watu wasome neno. Unajua hivi anasema kila andiko kwenye pumzi ya Mungu la fako mafundisho na kuonya tu makosa yao. Kusema neno la Mungu, watu wanakopa neno la Mungu kweli. Wanakopa Mungu kusema na wao. Sasa kama tunataka kusema neno la Mungu, hao hatatokea yote haya, hatatokea. Tutafunga ndoa kwa wakati, yetu tutakwenda tu wenyewe bila kuingiza. Jambo ni hayo, jebe. Haya, nashukuru sana patron. Ndio kupokea msikilizaji kwa 280444 na 0754000695. Pasco Dominica Lopita mzaburi alikuwa anasema ingekuwa heri leo msikie sauti sasa. Sikie kwa Waebrania sura ya 3 aya 7 anasema leo mkisikia sauti msifanye migumu mioyo yenu. Kwa hiyo kama unasikia kipindi hiki kupitia Radio Tumaini na umeelewa walau kidogo, sasa usiseme ngoja nitaangalia labda kesho. Anasema leo. Hapa ameongea juu ya metanoia. Badilika, amua. Tulipokuwa jeshini sisi ukiambiwa nyuma geuka, unageuka nyuma. Kwa nini kwenda hivi unageuka nyuma? Kwa hiyo ni news 180 unageuka ba. Kwa hiyo kama unaangalia hivi unageuka hivi. Kwa hiyo geuka, acha, kwa sababu hayo yatakuharibia.
Na nimeona mimi tatizo linakuwa kubwa pale ambapo watu hawajui umuhimu na umaana wa malipizi. Ndio Pascal, tutamsikizaji hapa kwa tumpokee kwanza. Halo. Halo, tumesikia Chris. Milele Amina, tuomba na tonana kwa wapi? Naitwa Aurelia Paulo. Aurelia. Ndio. Kwa Wazo huko Msigani. Ndio Aurelia kutoka Wazo, karibu. Asante. Mimi nitakwambia hapo maombi wa Mungu wenzangu. Ndio Mungu yenyewe nimesema hata kuna dhambi ni Mungu kiasiliani. Lakini ukienda mbele za Yesu atasafisha na tutakuwa kama Seruni. Tusiwaogope mababa. Hata ukiwa unaenda kila siku unaungama dhambi ni hiyo hiyo. Baba wa kiroho anaweza akakaa akatafakari na akasema huyu mtu mbona anakuja kuungama dhambi hiyo hiyo. Anaweza akakupa hata ushauri na ukaondokana na hiyo dhambi. Asilimia nyingi sisi wa Kristo tunawaogopa mababa. Hata ukiangalia kipindi cha maungamisho, kwa mfano parokia ikaletwa mapadri wengine kutoka maparokia mengine. Yaani waumini wengi watajaa kwa mapadri, wale wageni wanamwacha padri yule aliyepo kila siku. Tusiwaogope kwa sababu huyo baba anaweza kutufanyia ya kufikia utukufu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele Amina, asante sana Aurelia. Pascal, tumemsikiliza Aurelia. Mimi niseme yani wakati mwingine tunafikiri kwa kukimbiza ulimwengu tutaumaliza. Lakini ukweli ni kwamba Mungu anapokuweka mahali fulani anakusudia matunda. Ndio maana katika maandiko mahali pengine anasema huu mti nimekuja mara ngapi sijapata chochote. Tukate, lakini kunatokea neema ambayo ni Kristo mwenyewe, acha niwekee mbolea ni upalilie. Nani ajuae? Kwa hiyo tunaposema tunakimbizana, nilikuwa nimesikitika wiki iliyokwisha nikutana na kijana mmoja. Samahani kidogo Agnes, tuna msikilizaji hapa. Samahani, tarudi na kwako. Jirani, hello. Hello. Tumsifu Yesu Kristo. Milele Amina, tumsifu Yesu Kristo. Milele Amina, unaitwa kwa wapi? Unaongea na Christopher Lucas Ngoliga nikiwa Mikese Rubungo Makandika. Ndio Makandika Morogoro hiyo. Ndio Mikese. Mikese, karibu sana ndugu yangu. Nashukuru sana bwana, mimi napenda kuwapongeza watumishi wa Mungu kwa kuwaelimisha waumini wawe na upeo wa kujua Mungu ndani ya roho. Haya, nashukuru sana ndugu yangu, salimia sana Mikese. Asante sana kwa jirani. Hello. Milele Amina, naomba ongeza sauti yako, niambie unaitwa nani na uko wapi? Hapo tunazungumza na Tarimo kutoka Mboriba. Ndio, Alfred Tarimo, karibu kutoka Mboriba. Asante sana baba. Kuhusu swala la maungamo, kwa kweli sisi wenyewe tutakuwa Mungu waoga, kwa sababu kama tunapata ambaye wewe uko naye, kwa nini tumogope Mungu? Kwa sababu Mungu ndiye anayeona vitu vyote viko sirini, na ukishamogopa Mungu kwa basi tayari utakuwa unaogopa kutenda dhambi. Sasa tunapokuwa tunaenda kwa hama baba, ina maana usiogope tayari, kwa sababu mtu anaanguka kila siku. Usiogope kumwendea, na yeye mara nyingi tumeshafundishwa wao hawaruhusi kutoa siri ya mtu, na wala kabla hawezi kuendelea shatoka pale ameacha pale amemwachia Mungu. Kwa hiyo tunapenda kuungama, tunaenda kumwangamia Mungu. Usiwe unaogopa na wale wanakuachia leo kumwona anafanya kwa kila siku. Na unapenda kuungama mtu anayekufahamu. Ni vizuri zaidi kuliko kuungama mtu asiyekufahamu, kwa sababu anaweza akakuondolea juu tu akaona mtu akaweza. Lakini ukienda kwa baba kila siku, kwa sababu ananiona na wafikiri atanisaidia zaidi kunielekeza, na kwa sababu nitakuwa namwelekea Mungu, kwa sababu nimemwelekea Mungu. Tujaribu kumwogopa Mungu, tusiogope kuwafuata viongozi wetu. Milele Amina, asante sana Alfred Tarimo. Agnes, karibu sasa. Nilikuwa nasema tunapopata nafasi ya kufanya toba tuifanye kama vile hatutakuwepo tena, kwa sababu tuna limit ya maisha haya. Kwa hiyo unapopata nafasi ukajua sasa hivi ninataka nifanye kugeuka, hebu amini kwamba Mungu yuko pale, na wakati huo hata pale anasema nakuondolea dhambi, si kwamba anasema yeye kama yeye anasema kwa jina la Baba na la Mwana, katika ule utatu mtakatifu, na uwe na imani kwamba unapokea. Na wakati mwingine katika hali ya kutenda dhambi inatokea mara nyingi mtu anaona ngoja nitende dhambi hii, nikimaliza hii nitana nini. Nilikuwa nataka niseme wakati ule Libeti akanikatiza, nikutana kijana mmoja miaka 26 last week.
ameolewa sio ameoa, anaishi, ngoja nitumie lugha nyepesi, anaishi na mama mmoja mwenye miaka kama 60 hivi, 60 au 58, na alinionyesha kwenye picha. Yani nilikapata ganzi, namuuliza kijana, sasa wewe, kwanza ni Mkristo Mkatoliki, lakini akumbuke mara ya mwisho alienda kanisani lini, kwa sababu ameamua kutenda ile dhambi kwa moyo wote, kwa akili yote na kwa uwezo wake wote, ili ajenge nyumba. Akanionyesha na nyumba, akaniambia, dada, usiniambie hivyo, usinilaani, wewe niombee tu, mimi nikimwacha huyo mama nitamalizaje hii nyumba? Nikamwambia, hivi una uhakika utamaliza hiyo nyumba hujafa? Haya, na ukimaliza hiyo nyumba halafu ukahamia, shida zako zitaisha. Kwa hiyo tusifikiri kwamba hii ngoja nisubiri kwanza mpaka dhambi hii ikikamilika ndo nitashughulikia dhambi hii nyingine. Hapana, pale Mungu anapotupa nafasi tufanye kile kitu kwa moyo, kwa sababu anasema enendeni katika roho wala hamtatimiza kamwe tamaa za miili yenu. Galatia 5:16. Hii miili kila, yani mimi huwa nafikiria kama nilivyokunywa chai jana. Yani sikujua kama leo nitakunywa tena. Yani unajua kama unaona kama umetoshelezwa fulani hivi. Ndio maana mtu anajenga leo kanyumba ka room 3, kisha anataka gorofa, kisha anataka gari fulani, gari. Hakuna, maisha haya hayana utoshelevu. Tunapopata nafasi kama hii ya kusikia maneno haya, tumwelekee Mungu kwa wakati huu. Asante sana, nashukuru sana. Labda sasa muda wetu unatuvuta mkono, tuje katika majumuisho, nikianza na Pasco. Asante. Msikilizaji, kumbuka tu kwamba wengi tunarudi nyuma pengine kwa kutojua ukuu wa sakramenti hii ya kitubio, na tunawaangalia wakati mwingine mapadri katika ubinadamu. Dominika ile ya pili ya Kristo kutolewa hekaluni, tunaambiwa Kristo alipotolewa hekaluni alienda kulitakasa kanisa na makuhani wake. Kwa hiyo makuhani wametakaswa kiasi kwamba kinachopita kupitia wale makuhani kinakuwa ni kitakatifu. Na huyu anakuwa ni chombo cha Kristo. Anapokuwa pale kwenye maungamo, padri ni chombo cha Kristo mwenyewe, ni wakili wa Kristo, ni Kristo mwingine yuko pale. Kwa hiyo Kristo anamtumia yule padri kama yeye. Ndio maana tunaambiwa padri katika hali anapokuwa pale katika adhimisho la sakramenti ile ni Kristo mwenyewe, lakini padri pia na yeye huungama za kwake. Na padri inawezekana kabisa padri akawa anaishi pengine tofauti, bado anaweza na yeye akahukumiwa kwa dhambi zake na akaenda motoni, lakini akawa amesaidia mamilioni ya watu kwenda mbinguni, kwa sababu anapokuwa katika kazi, anapokuwa kama wakili wa Kristo, kila kinachofanyika ni kitakatifu, kwa sababu Kristo kupitia hiki chombo kidhaifu yeye anafanya matakatifu, kwa sababu ni Kristo mwenyewe ndio aliyetakatifuza. Kwa hiyo hilo kwanza la kwanza tulikumbuke. Lakini la pili ni hili kwamba usimwangalie padri kama binadamu, bali umwangalie Mungu anayemtumia yule padri wakati ule. Huwa napenda kutoa mfano, japo muda umekwisha, lakini huwa napenda kutoa mfano kwamba mtoto anaweza kupewa mamlaka na mama yake au baba yake, na yale mamlaka kayatumia kama baba au mama, lakini yeye hageuki kuwa mama au baba katika familia. Kadhalika padri anayatumia mamlaka ya kimungu, lakini yeye hawi Mungu, kwa sababu mwenye mamlaka ya kuondoa dhambi, Marko sura ya 2 aya ya 1 mpaka 16, tunaambiwa ni Mungu peke yake. Sasa padri anapewa mamlaka ya kimungu. Yale mamlaka ya kimungu tumesikia Injili ya Yohane sura ya 20 aya 21 hadi 20 hadi 23 kwamba amepewa mamlaka ya kuondolea dhambi. Yale mamlaka hayamfanyi padri kuwa Mungu, bali yale mamlaka ndio yanayofanya ile kazi. Kwa hiyo ni Kristo mwenyewe anayefanya kazi kupitia upadri, kupitia Roho Mtakatifu tendaji, ndio anafanya hayo kutakatifu. Kwa hiyo tukiwa na imani hiyo, naamini kabisa tunaweza tukaishi vizuri na tukapokea sakramenti ya kitubio kila wakati tunapojisikia katika hali ya dhambi, na wote tukapata utakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mirania sekunde chache. Lakini sisi pia kama walei tunaambiwa kwamba tumtumikie Mungu wakati wa ujana. Wengi wetu tunadhani wakati wa ujana kama kijana, lakini ina maana kwamba wakati tuna nguvu tusingoje tumechoka, kwa sababu kuna sehemu nyingine tunaweza kushindwa wakati tu dhaifu. Kwa hiyo tuna nguvu, tunaweza kuongea, tunaweza kutumika ipasavyo. Tumtumikie Mungu wakati tuna nguvu zetu na upeo wetu ulio vizuri. Tuwe wanyenyekevu kama vile Kristo. Mhubiri 12:1. Asante sana Agnes, basi nikualike tuweze kutufungia kwa sala katika kipindi cha nyumba aminifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru, tunasema asante. Haya machache ambayo tumeweza kushirikishana kama wanafamilia wa nyumba aminifu, wasikilizaji na wote ambao Bwana umekusudia wakapate
kupokea katika kiti chako cha rehema kupitia haya machache ambayo tumeyazungumza. Bwana ukapate kuwasaidia na utupe nafasi tena siku nyingine tuweze kushirikishana na kumegeana mkate. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Naam, msikilizaji, ndio tumefikia tamati ya kipindi hiki cha Nyumba Aminifu. Nimshukuru sana Pascal Maziku, Melania Maziku pamoja na Agnes Olomi. Naitwa Jonah Livetili Bongi, nilimdeo kati wa wadogo wote nikwambia falsafa ufalio na unyenyekevu. Mara nyingine wakati mwingine panapo majaliwa. Asante na kwaheri.